ni jirani na marehemu, alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha Kiislamu cha Mumu. Kwa hiyo tulikuwa tunamfahamu kama kijana wa mtaani. Basi leo asubuhi ndio tumepata taarifa kwamba hapa anapokaa na yani hajaonekana muda mrefu, kwa sababu mwenye nyumba yake pia alikuwa hayupo. Amerudi jana usiku, leo anapita akakutana na harufu isiyo kuwa ya kawaida. Tunaondokewa na mwanafunzi mwenzetu, mwanafunzi wa mwaka wa 3 kozi ya ualimu wa masomo ya sayansi. Amekuwa haonekani tangu takriban tarehe 17 mpaka hivi leo, lakini kwa bahati nzuri kwa taarifa za majirani wanaoishi naye walitueleza kwamba maeneo ambayo wanaishi wanasikia harufu mbaya, jambo ambalo lilibidi tufuate taratibu za kiusalama. Tukawasiliana na maaskari kupitia mwenye nyumba na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Maaskari wamekuja na wametambua mwili wa marehemu na wamemchukua kwa ajili ya taratibu zingine. Mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha Kiislamu Morogoro MUM anayefahamika kwa jina la Hussein Rashidi amekutwa amefariki dunia ndani ya makazi yake baada ya takribani siku 4 kupita, huku mwili wake ukiwa umeanza kuharibika. Tukio hilo ambalo limewaachia simanzi kubwa wanafunzi wenzake na jamii kwa ujumla. Mashuhuda pamoja na rais wa chuo wameeleza kwa majonzi makubwa, huku wakisikitishwa na kumpoteza mwenzao aliyekuwa akisoma mwaka wa 3. Baadhi ya majirani wa karibu na marehemu wamesema kuwa walianza kupata wasiwasi baada ya kusikia harufu na hali isiyo ya kawaida kutoka chumbani kwake. Waligonga mlango mara kadhaa bila mafanikio, na hata walipojaribu kumpigia simu yake iliita ndani bila kupokelewa. Hali hiyo iliwalazimu kutoa taarifa kwa uongozi wa eneo husika. Hizi ni ripoti za Families Media, nami ni Gervas Machaku. Karibu. Naitwa Amina Mdengo, ni jirani na marehemu. Alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha Kiislamu cha Mumu. Kwa hiyo tulikuwa tunamfahamu kama kijana wa mtaani. Basi leo asubuhi ndio tumepata taarifa kwamba hapa anapokaa na yani hajaonekana muda mrefu, kwa sababu mwenye nyumba yake pia alikuwa hayupo. Amerudi jana usiku, leo anapita akakutana na harufu isiyo kuwa ya kawaida. Akajaribu kuita kimya, akapiga simu yake akakuta simu inaitia ndani. Basi akatoa taarifa kwa majirani, kisha akaita mwenyekiti wa mtaa akaja, na sisi tukakusanyika tukasaidiana na polisi. Ndio hivyo. Majirani amkuwa mkisikia harufu? Hapana, kwa sababu nyumba kidogo kama unavyoona ziko mbalimbali kidogo, kwa hiyo hatukuweza kusikia harufu ile kwa urahisi. Kwa hiyo wenyewe walipokuja, mzee aliporudi, alipofungua ndio amekutana na hiyo harufu asubuhi. Wakati anaenda msikitini ndio akakutana na harufu. Sababu wengi humu wanaokaa nao walopakana nao chumba wenzie hawapo, ni wanafunzi wenzie washafunga chuo wameenda makwao marikizo. Kwa hiyo ndio maana hiyo harufu haiweza kujulikana kwa haraka kutokana na kuwa hana jirani wa karibu wa chumba chake. Mimi kwa majina naitwa Swahihi Swalehe Mustafa. Nimesikitishwa na tukio lililotokea kwa mwanafunzi wetu wa chuo cha Waislamu Morogoro. Kwa kweli nimesikitika sana na nimeumia sana. Ni mwanafunzi niliyekuwa namfahamu, anasoma mwaka wa 3. Na ni mwanafunzi ambaye nilikuwa nakaa naye karibu, tunakutana msikitini, tunafanya ibada wote. Lakini nafika hapa kwenye eneo la tukio, naambiwa mwanafunzi fulani kafariki. Mwanafunzi fulani yupo ndani siku ngapi kafariki. Kwa kweli mimi moyo wangu umenungunika sana, nimeumia sana kuondokewa na mwanafunzi wetu. Na ni mwanafunzi ambaye alikuwa bado anaendelea mitihani yake. Kwa hiyo mitihani yake imeshia njiani. Ni mwanafunzi ambaye alikuwa anamaliza anahitimu mwezi wa 7, anamaliza masomo yake. Lakini hatujajua, mimi maana nimefika sehemu ya tukio, nimefika sehemu ya tukio, nimekuta tukio linaendelea, lakini sijafahamu tukio limeanzaje. Lakini ni kadri nilipokuwa napokea maneno kuwa amechukua takriban siku 3 au 4 ipo ndani mwanafunzi huyo. Rais wa serikali ya wanafunzi wa Mumu Hassan Yuda amesema tangu tarehe 17 ya mwezi huu marehemu aliondoka chuoni na kuelekea nyumbani baada ya kuanguka kufuatia maradhi yaliyokuwa yanamsumbua. Rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Uislamu Morogoro, leo tarehe 20 siku ya Eid, tuna masikitiko makubwa kuwa tumeondokewa na mwanafunzi mwenzetu,
mwanafunzi wa mwaka wa 3 kozi ya ualimu wa masomo ya sayansi. Amekuwa haonekani tangu takriban tarehe 17 mpaka hivi leo, lakini kwa bahati nzuri, kwa taarifa za majirani wanaoishi naye, walitueleza kwamba maeneo ambayo wanaishi wanasikia harufu mbaya, jambo ambalo lilibidi tufuate taratibu za kiusalama. Tukawasiliana na maaskari kupitia mwenye nyumba na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Maaskari wamekuja na wametambua mwili wa marehemu na wamemchukua kwa ajili ya taratibu zingine. Ningependa kutoa wito kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Islam Morogoro na wanafunzi wote Tanzania to develop lifestyle zetu, kwa sababu kuishi peke yako ni hatari kiusalama, na pia pengine kuna uwezekano wa kupata msaada kama unaishi na wenzio. Asanteni sana. Inasemekana alidondoka akiwa kwenye mitihani. Tarehe 17 ya mwezi huu alianguka akiwa anafanya mitihani. Ni tatizo analo, inasemekana ana degedege na alikuwa anapata matibabu, kwa hiyo ilikuwa bado hajarecover vizuri. Asanteni. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Mbuyuni Gerard Mawanja amethibitisha kufika eneo la tukio asubuhi, ambapo jitihada za kuvunja mlango zilifanyika na hatimaye mwili wa marehemu ukapatikana ukiwa tayari umeanza kuharibika. Mimi naitwa Gerard Mawanja, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mbuyuni. Leo asubuhi majira ya saa 3 kama na dakika 20 hivi nilifuatwa ofisini na mwananchi wangu mmoja akuja kumtaarifu kwamba nyumbani kwake kuna tukio, kwamba inasemekana kwamba kuna mwanafunzi au kuna mtu amefia ndani. Lakini mwanzoni walikuwa wanahisi kama ni panya, wakataka labda wafanye usafi kwenye store, lakini baada ya kuona mlangoni kwa huyo mtu kuna nzi wengi, basi walilazimika kuja na kutoa taarifa. Na mimi baada ya kufika hapa niliwasiliana na viongozi wangu kwa maana ya maafisa wa polisi kwa ajili ya kuja kufanya utaratibu, lakini pili kuja kuhakiki kwamba je, tukio hili limetokea kweli, na kama ndugu waandishi wa habari mnavyoona kweli tukio limetokea, na aliyopo humo ndani ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kiislamu Mumu, kwa majina anaitwa Rashidi. Ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 ambaye anachukua geography na biology mwaka wa 3. Kwanza baada ya kupata taarifa hizo, kwanza unatakiwa ufike kwenye tukio. Baada ya kufika kwenye tukio, sasa kwa mamlaka nilokuwa nayo, of course hatukuweza kusema tufungue mlango kutokana na mazingira ambayo yapo. Kwa hiyo tuliona bora tuwashirikishe wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Baada ya kuwapa taarifa hiyo, basi akawa amefika afande wangu wa kata. Baada ya hapo ndo kama mnavyoona wamefika afande kutoka kituo kikuu cha polisi na kazi inaendelea. Labda mlisikia kwamba alikuwa anaumwa au ilikuwaje? Kwa maelezo ya wanafunzi wenzie wanasema alikuwa anaumwa na hata siku ya walikuwa na mtihani siku ya tarehe 17 alipata shida akiwa kwenye chumba cha mtihani. Kwa hiyo alimsaidia, na sasa baada ya hapo hakukuwa na taarifa nyingine yoyote zaidi ya hiyo mpaka tukio leo hili linavyofanya linapotokea. Labda maelezo alikuwa anaumwa nini? Kwa maelezo wanasema kwamba alikuwa na ugonjwa wa kuanguka. Sasa inawezekana labda huo ugonjwa ulimkuta akiwa usingizini, na kwa sababu alikuwa hana msaada ndio maana akawa amepata na umauti huo. Labda jambo lingine tu nijaribu tu kuwaomba ndugu wananchi, tunapoishi majumbani humu angalau tujitahidi kuwa tunaishi watu wawili. Hasa ukiwa unaonekana una changamoto yako fulani, ni vema hata ukaomba msaada wa mtu ambaye unaweza ukalala naye, angalau ikitokea changamoto ana uwezo wa kukusaidia. Kwa hiyo inawezekana kabisa kama huyu bwana alikuwa na changamoto, angepata msaada wa mtu ambaye angelala naye, basi inawezekana labda angeweza kuepuka na ili tukio ambalo limetokea. Naye kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, akieleza kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa kifo hicho kimetokea na maradhi
yaliyokuwa yanamsumbua marehemu. Wanahabari, Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro limepokea taarifa ya kifo cha Hussein Rashidi Omari. Huyu ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 23. Ni mwanafunzi kwa maana ya mwanachuo, chuo kikuu cha Waislamu kilichopo mkoani Morogoro. Taarifa za tukio hili zimetolewa tarehe 20 mwezi huu wa 3 2026, na limetokea eneo la mtaa wa Mbuyuni, kata ya Kihonda Magorofani. Kimsingi marehemu amebainika akiwa amekufa ndani ya chumba alichokuwa amepanga, alichokuwa akiishi majira ya saa 5 asubuhi, na jitihada za kufungua mlango wake zimefanyika baada ya kuwa imesikia harufu kali ikitokea mle chumbani. Kwa hiyo baada ya kufungua chumba kile, imebainika kwamba tayari alikuwa ameshafariki na alikuwa ameshaanza kuharibika. Kwa hiyo sasa kilichofanyika ni kuendelea na uchunguzi, ikiwa ni pamoja kuwasubiria wazazi wake waweze kuchukua mwili wa marehemu. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba kifo chake kimetokana na maradhi ya kawaida, ikiwa ni kwamba ameanza kuugua tangu tarehe 17 alipokuwa kwenye chumba cha mtihani chuo kikuu cha MUM, na baadaye akapelekwa nyumbani kwa mapumziko. Kwa hiyo tangu wakati huo hakuweza kuonekana mpaka leo ilipobainika kwamba amefariki akiwa ndani ya chumba chake. Kwa hiyo baada ya uchunguzi, mwili utakabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu zingine za mazishi, na anatarajiwa kusafirishwa kupelekwa kwao mkoani Lindi.